Na ndoto nimesema ni matukio ambayo yanakuwa yana picha, ni matukio yenye sauti, mara nyingine ni matukio ambayo yanakuwa pia yana involve hisia mbalimbali ambayo yanapita kwenye ufahamu wa mtu, au mtu anayaona anapokuwa amesinzia, anapita kwenye akili ya mtu, au anayaona pale anapokuwa amesinzia, Kwa hiyo haya ndoto tunaziona wakati tunapokuwa tumesinzia. Kwa ndoto ni moja ya lugha za Mungu, ndio maana nilisema ndoto kama lugha ya Mungu, au lugha ya Mungu, ndoto kama lugha ya Mungu, kwa sababu ndoto ni moja ya lugha ambazo Mungu anazitumia kuwasiliana na watu. Ngoja nikusomea hili andiko moja, kitabu cha Ibrania sura ya 1 na mstari wa 1. Ibrania 1:1, maandiko nasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa nasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa naona Mungu alisema katika maeneo mbalimbali, lakini Biblia haisemi tu katika maeneo mbalimbali, anasema kwa njia nyingi. Na Mungu anapoamua kusema, anasema kwa ajili ya kufunua sehemu ya maarifa yake kuyaleta kwetu. Mungu anapoamua kusema, anaamua kutupa sehemu ya siri au sehemu ya maarifa iliyofichika, anaifanya iwe wazi kwetu kwa ajili ya kupata kitu cha kutusaidia. Ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 29 na mstari wa 29, anasema mambo yaliyo wazi ni ya kwetu, lakini mambo ya siri ni ya Mungu. Kwa kile kitu ambacho Mungu anakiweka wazi, aidha kwa njia ya maono, kwa njia ya ndoto, au kwa njia nyingine yote ile, Mungu anakiweka wazi kwa ajili yako. Kwa maana yake Mungu anakuwa anakusudi na wewe. Mambo ya siri ni ya Mungu, lakini Mungu akisha sema ikawa wazi, hiyo inakuwa ni kwa ajili yako na kwa ajili ya watoto wako. Kwa lazima hakikisha unachukua hatua. Anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kwa mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo ambayo amekwisha kuyafunua tayari, hayo ni kwa ajili yako na kwa ajili ya uzao wako. Kwa lazima ukubali kuchukua hatua ya kuyafahamu, na Mungu ameshaweka tayari, ameshafunua tayari. Kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 6 nasema hivi: kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Mungu anamwambia Miriam na Haruni, anasema kama akiwapo nabii kati yenu, nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kwa utaona hizi ni aina za lugha ambazo Mungu anazitumia. Anasema kama kuna nabii, nitajifunua kwake, nitasema naye katika ndoto, au nitasema naye katika maono. Sasa angalia, hizi ni njia ambazo Mungu, au ni namna ambazo Mungu anazungumza na watu, namna ambazo Mungu anazitumia kuzungumza na watu au kufikisha ujumbe kwa watu. Namna ya kwanza, namna ya maono, vision. Namna ya kwanza, namna ya maono, vision. Na kwenye vision tuna aina za maono, nitakuja nikuonesha. Vision kuna aina za maono pia. Aina za maono ziko 3. Vision tuna aina 3 za maono, 3 kinds of vision. Aina kwanza ya maono ni maono ya wazi, ni open vision. Aina kwanza ya maono ni maono ya wazi, open vision. Aina ya pili ya maono ni maono ya rohoni, spiritual vision. We can call it spiritual vision. Lakini aina ya 3 ya maono tunasema ni maono ambayo mtu anayaona kama amelala au kama ameamka, yuko 50-50. Hii ni aina ya 3 ya maono ambayo mtu anayaona akiwa ni kama anapitiwa na usingizi au anapitiwa na hali ya kutoka kwenye hali ya kuwa ameamka. Hii inaitwa ni trance au trance. Trance ni aina ya maono ambayo mtu anaiona akiwa kwenye hali ya kupitiwa na usingizi. Unaweza ukawa unaomba ukalala sehemu hapo chini labda kwa muda, afukashangaa ukiwa umelala ni kama unapitiwa na usingizi, haujalala au amka, alafu ghafla unaanza kuona vitu, Mungu anasema na wewe. Hii ni aina ya maono ya pili, tunaita ni trance. Kwa aina 3 za maono, tuna open vision, tuna inner vision au spiritual vision, na tuna trance. Kwa trance ni maono ambayo mtu anakuwa kwenye intermediate state, hali ya katikati ya usingizi na kuwa aweki au kuamka, inaitwa ni trance. Kwa njia ya kwanza ambayo Mungu anaitumia kusema na watu ni njia ya maono, lakini njia ya pili ni njia ya ndoto, na njia ya 3 ni sauti ya wazi, open voice au open sound. Njia ya 4 tunasema ni amani ya Roho Mtakatifu, peace of the Holy Spirit, amani ya Roho Mtakatifu. Mungu anaitumia pia kusema na watu au kuongoza watu. 5, Mungu anatumia neno lake, neno ambalo limeandikwa. Ni njia ambayo Mungu anaitumia kusema na watu pia. Mungu anaweza katumia neno ambalo limeandikwa kwenye Biblia kusema na wewe na kuongoza na kuelekeza. Lakini aina ya 6 Mungu anatumia watu wengine kusema na wewe. Mungu anaweza katumia watu wengine kusema na wewe. Anaweza katumia nabii akasema na wewe, akatumia mchungaji akasema na wewe, au
akatumia mshirika mwingine pia akasema na wewe, cha msingi ujumbe unakuwa umefika. Lakini aina ya sita Mungu anatumia matukio, circumstances. Matukio pia ni lugha ya Mungu. Circumstance katika maisha ni lugha ya Mungu pia. Kwa unapokutana na tukio fulani la kutisha, la kuumiza, la furaha, lazima uwe na uwezo wa kupiki Mungu alikuwa anamaanisha nini kwenye tukio hili. Na ndio maana tukio likija tu zishie kuja, jifunze Mungu alikuwa anazungumza nini kupitia tukio, kwa sababu God is always speaking through circumstances. Lakini lugha nyingine tunaona kuna inner voice, sauti ya ndani. Mungu anaweza kuzungumza naye kwa sauti ya ndani. Hii sauti ya ndani mara nyingine unaweza umekaa, unashangaa sauti inaingia ndani ya moyo wako na inakuwa na nguvu na inakuwa ni kitu halisi. Sauti ya ndani, the inner voice. Kwa lazima unapokuwa umeokoka usikari tu Mungu anasema kwa njia ya ndoto unasubiri ulale ndipo wote kama Mungu amesema nawe. No, sometimes Mungu atasema kwa lugha yoyote. Ebrania anasema alisema na baba zetu manabii kwa njia nyingi na kwa namna nyingi. Kwa sometimes kuna inner voice. Uzoka umekaa ofisini kwako ukashangaa kuna sauti inaingia ndani ya moyo wako na ukaichukua na ikawa ni yenyewe. Cha msingi wa imani. Kwa sometimes kuna sauti ya ndani, the inner voice. Lakini namna ya nane pia ni namna ya ukimya. Ukimya pia ni lugha ya Mungu. Silence is also a language of God. Wakati Mungu azungumzi huwa anazungumza kitu. Wakati Mungu amekaa kimya huwa anazungumza kitu. Na ndiyo maana lazima uwe na uwezo wa kupiki sauti ya Mungu kutoka kwenye ukimya wa Mungu, kwa sababu kila ukimya kuna ujumbe una convey, kuna ujumbe unatolewa. Kwa lazima uwe na uwezo wa kupata sauti ya Mungu kwenye ukimya wa Mungu, kwa sababu Mungu anapokuwa kimya tayari Mungu amezungumza. Unaweza ukasema Mungu azungumza, lakini kwa Mungu kaa kimya tu tayari Mungu anazungumza. So even in silence is the language of God. God is, when he's silent, still is communicating something. Kwa lazima uwe na uwezo wa kujua kimya wa Mungu unamaanisha nini. Na nimefundisha juu ya ukimya wa Mungu, lakini ukimya wa Mungu ni lugha ya Mungu. Kimya wa Mungu ni lugha ya Mungu. The silence of God is also the language of God. Na kuna mambo ambayo anaweza kumfanya Mungu awe kimya. Mambo kadhaa anaweza kumfanya Mungu awe kimya. Jambo la kwanza anaweza kumfanya Mungu awe kimya, Mungu anakujengea imani au anakujengea uvumilivu na ustahimilivu. Mungu anakujengea imani, uvumilivu na ustahimilivu. Kwa God can decide to be silent wakati anakujengea misuri ya imani. Kwa unaomba, unafunga, haoni majibu ya maombi, hausikii, haoni ndoto, haoni chochote, Mungu amekaa kimya. Inabidi uwe na uwezo wa kupiki sauti ya Mungu kutoka kwenye ukimya wa Mungu, kwa sometimes God is silent because he's building your faith, he's building your resilience, he's building your spiritual muscle. Lakini namba mbili, ukimya wa Mungu unaweza kumaanisha maisha ya dhambi. Sometimes dhambi inaweza kumfanya Mungu akawa kimya. So dhambi inaweza kumfanya Mungu akawa kimya. So when God is silent, ni suggestion ya kwamba you can go for repentance and asking for mercy, kwa sababu ukimya wa Mungu unaweza kuashiria kwamba kuna maisha ambayo hayako sawa, ni maisha dhambi. Lakini pia ukimya wa Mungu unaweza kumaanisha unamtafuta Mungu nje ya mapenzi yake. You are seeking God out of his what? Out of his will. Lakini mara nyingine ukimya wa Mungu ni Mungu anakuambia muda uliokusudiwa haujatimia bado. God is still fitting time. Mungu anakuambia muda, ni kweli swala unaliomba ni sawa, lakini muda wake bado hujatimia. Kwa Mungu anataka atulie kwanza mpaka muda utimie. Lakini pia ukimya wa Mungu unaweza kumaanisha Mungu anatengeneza mazingira ya jambo hilo kupokelewa ambalo unaliomba. God is preparing a way. Lakini ukimya wa Mungu pia kuna kitu kinaitwa Urim na Thummim. Kwenye Agano la Kale Mungu alisema na makuhani kwa kutumia kitu kinaitwa Urim na Thummim. Wale makuhani walikuwa wanaweka hapa kitu hapa na hivi nafikiri. Then hapa kuna kama mawe yalikuwa yanabadilika rangi. Kwa wakienda kuomba kuna changes kwenye mawe. Hiyo Urim na Thummim. So they can lead. Mungu akisema nao wanasoma kwenye kifua chao makuhani hapa kwenye Urim na Thummim. Kwa Mungu alisema nao kwa Urim na Thummim. So hizo namna mbalimbali ambazo Mungu amekuwa anazitumia kusema na watu. Sasa nije kwa habari ya ndoto. Ndoto ni njia ambayo ni very common. Kwa hii ya Urim na Thummim imetumiwa na makuhani kwenye Agano la Kale. Meanwhile hii njia ya Urim na Thummim haitumiki kwenye Agano Jipya. It might be your first time nasikia Urim na Thummim. Kuna watu ambao nimekuwa nauliza, unajua Urim na Thummim? Nakwambia sijui kabisa Urim na Thummim. Lakini Urim na Thummim ni njia ambayo Mungu alikuwa anaitumia kusema na makuhani, na kwenye Agano Jipya Mungu asitumii tena Urim na Thummim. Lakini moja ya njia ambayo Mungu anaitumia ni njia ya ndoto. Mungu anatumia njia ya ndoto communicate mambo mbalimbali. Mungu anatumia njia ya ndoto. Kwa ni muhimu sana ukajifunza kwa habari ya ndoto. Kuna makundi ya watu kama 4 hapa kwa habari ya ndoto. Kundi la kwanza la watu unapokuja swala la ndoto ni wale watu ambao hawaoti kabisa. Kuna watu ambao hawaoti kabisa. Kama hauoti kabisa, hilo ni tatizo. Kama wewe hauoti kabisa, you never dream, hilo ni tatizo kabisa. Mwingine anasema mimi sioti kabisa, hilo ni tatizo, kwa sababu kuna vitu na vimisi, na tutaona namna ya kuweza kutoka kwenye tatizo la kutoota. Hicho ni kifungo. Why don't you have a dream?
na nitakuonesha vitu ambavyo vinaweza vikasukuma ndoto kuja kwenye maisha yako, ndoto za kimungu au ndoto za kishetani. Kuna mambo ya kiroho ambayo yana nguvu ya kupush ndoto zikaja, mambo ya kiroho ambayo zikasukuma ndoto za kimungu au ndoto za giza zikaja. Nitakuonesha. Kwa kundi la kwanza ni wale watu ambao hawaoti kabisa, lakini kundi la pili ni watu ambao wanaota na wanasahau kabisa baada ya kuota, na hapo kuna shida pia. Nitakuelekeza as we are moving forward. Kuna watu ambao wanaota na wanasahau kabisa, hawakumbuki alichokiota. Yaani akiota anaamka, baada ya kuamka anakuwa hakumbuki chochote, ameshasahau kila kitu alichokiota na hakumbuki. Pia hapo na penyewe kuna shida, kwa sababu Mungu anapokuletea ndoto anatamani upate kitu, kwa lazima uhakishe unakumbuka. Kwa kama unaota na unasahau, ujue adui anapambana na lango la ndoto, kwa sababu ndoto ni lango. Mungu anaweza kadiri na maisha ya mtu kupitia ndoto, lakini pia adui shetani anaweza kashughulika na maisha ya mtu kupitia ndoto. Mungu anaweza kaingia agano na mtu kupitia ndoto, na Mungu anaweza kaingia mpaka agano, mpaka mikataba ya kiroho, mpaka baraka kupitia ndoto. Nitakuonesha. Sulemani wakati anaomba maombi kwa Mungu ya hekima, Sulemani hakuwa hivi kama nilivyo na wewe. Sulemani alikuwa amelala, na watu wengi hawajui ikiwa umelala roho yako hailali, moyo wako haulali, uko active. Kwa kitu ambacho nakiona kwenye ndoto ujue ndio uhalisia wa maisha, kitu ambacho nakijibu kwenye ndoto ujue ni uhalisia wa maisha. Kwa hakikisha kwa gharama yoyote hauignore ndoto, hakikisha haudharau ndoto, hakikisha unachukua hatua. Sulemani aliota ndoto, akiwa anaota Mungu anasemania kwenye ndoto, Sulemani akaomba na akapatia kwenye ndoto, na kweli alichokiomba Sulemani akakipata akiwa kwenye maisha ya kawaida. Aliomba hekima kwenye ndoto, na kweli hekima ikatokea baada ya kuameota. Kwa kundi la kwanza ni watu ambao wanaota, watu wasioota kabisa, lakini kundi la pili ni kundi la watu ambao wanaota na kusahau hapa. Yaani kama fagio linakuja linapitisha alafu mtu anakuwa kumbuki nini ameota. Kwa kama kumbuki nini umeota, maana yake ni kwamba unapoteza ujumbe wa kimungu juu ya maisha yako. Lazima kuhakikisha unaombea lango la ndoto na linakaa sawa sawa. Lakini kundi la tatu ni watu ambao wanaota lakini wanasahau, kwa sababu wanasahau kwa kutozingatia, hawaandiki. Ukisoma kitabu cha Danieli sura 7 mstari wa kwanza utaona ni muhimu sana kama unaota ndoto kuwa na daftari. Unapokuwa umeota, andika ile ndoto haraka haraka, kusudi baadaye unaweza ukaendelea kuomba na kutafuta tafsiri yake, kwa sababu muda unavyozidi kwenda unaweza kuwa unasahau baadhi ya matukio kwenye ndoto, au ukasahau baadhi ya wahusika kwenye ndoto, na mwisho wa siku ukapata tafsiri sio sahihi kuhusiana na ndoto hiyo. Kwa I advise, unapoota ndoto write it down. Danieli sura 7 mstari wa kwanza, unapoota ndoto ushauri wangu ni kwamba iandike chini kusudi uweze capture maana halisi ya hiyo ndoto na usipoteze baadhi ya mambo kwenye hiyo ndoto. Danieli sura 7 mstari wa kwanza. Kwa ni watu ambao wanaota na kusahau kwa sababu ya kutochukua hatua za kuandika hiyo ndoto. Danieli sura 7 mstari wa kwanza. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake, basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Kwa Danieli alipoota ndoto, Danieli aliandika ndoto. Danieli alikuwa nabii, Danieli alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na ujuzi wa tafsiri ya ndoto, alikuwa na kalama ya kutafsiri ndoto, alikuwa na ujuzi na hekima ya kujua maono ya ndoto. Lakini Biblia inasema Danieli akaiandika ndoto. Kwa nini anaandika ndoto? Danieli alikuwa na uwezo wa mtu kuota ndoto akasahau ndoto aliyoiota, lakini Danieli akajua ndoto ya mtu aliyoiota na akamwambia. Kwa sababu mfalme Nebukadneza ameiota ndoto, alipoota ndoto akasahau ile ndoto, akaita waganga, akaita wanajimu, akaita soma nyota, wote wakasahau. Danieli akaambiwa ndoto aliyoota mfalme, alipoambiwa ile ndoto akaisema na akapata tafsiri yake. Lakini shangaa Danieli, this time Biblia inasema alipoota ndoto hii Danieli aliandika. So sometimes kuna ndoto nyingine ni muhimu sana kwenye maisha. Unapoota ile ndoto, iandike ndoto, find a book, let it down. Hata kama hujaelewa maana yake, Mungu atakusaidia wakati unaomba, au utaapproach watumishi wa Mungu, au utaiombea mtakatifu, atakupa ufanuzi juu ya ndoto hiyo. Lakini hakikisha unaandika. Kuna watu wengi ambao wanaota ndoto, they don't care, na wasipo care mwisho wa siku wanasahau ile ndoto na wana miss kitu Mungu anakuwa anamaanisha. Na nitakuonesha malengo muhimu sana ya ndoto. Kwa nini tunaota ndoto? Nitakuonesha. Kwa nini Mungu anatumia lango la ndoto? Nitakuonesha why dreams. Na nitakuonesha pia juu ya kanuni ya duality, kuota ndoto zaidi ya mara moja. So nitaenda taratibu kusudi nielewe vizuri. Nitakuwa na kusudi nielewe vizuri. Kuna watu ambao wanaota ndoto ambazo zinajirudia. Kibiblia, ndoto ambazo zinajirudia maana yake nini? Principles of
repetition. So lakini kundi la mwisho la hao watu ambao ni watu ambao wanaota mara chache sana, wengine hao, yani anaweza kaota mwezi ukapita, miezi mitatu ikapita, hajaiota. Frequency ya ndoto inakuwa ni ndogo sana. Aina tatu za ndoto kulingana na vyanzo vyake. Aina ya kwanza ya ndoto ni ndoto ambayo inatokana na Mungu, ni ndoto ambayo chanzo chake ni Mungu. Hizi tunasema ni ndoto za kimungu. Chanzo cha ndoto za kimungu ni Mungu mwenyewe. Kwa Mungu anaachilia ujumbe wake au anaachilia sauti yake kwenye ufahamu wako kupitia ndoto, lakini kuna ujumbe Mungu anakuwa anauleta kwenye maisha kupitia ndoto. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maoto, na wazee wenu wataota ndoto. Kwa wazee hao wataota ndoto kama matokeo nini? Kama matokeo ya Roho Mtakatifu. Kwa akimwaga Roho Mtakatifu watapewa uwezo wa kuona ndoto. Kwa kama mtu anaota ndoto kwa influence ya Roho Mtakatifu, maana hii ndoto ni ndoto ambayo imetoka kwa Mungu. Ni ndoto ambayo imetoka kwa Mungu. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 21 mpaka 28, utakutana na ndoto ya Nebukadneza. Anaonywa Nebukadneza. Hii ndoto ilitoka kwa Mungu, anamuonya Nebukadneza juu ya mambo angeweza yakatokea. Kwa ndoto aliyo Nebukadneza, lakini chanzo chake kilikuwa ni Mungu. Kwa hizi ni ndoto za kimungu au ndoto ambazo vyanzo vyake ni Mungu mwenyewe. Anaachilia ndoto kwenye maisha ya mtu kwa ajili ya kumuonya, kwa ajili ya kumwelekeza, kwa ajili ya kumtia moyo, kwa ajili ya mambo mengine pia utayaona hapa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa kwanza na kuendelea mbele, utagundua Farao pia aliota ndoto pia, Farao ndoto mbili, lakini hizi ndoto zilitoka kwa Mungu kwenda kwa Farao, akiwa anaonywa achukue hatua juu ya matukio ya shiba ambayo angekuja kwa miaka 7 na matukio ya njaa ambayo angekuja kwa miaka 7 pia katika nchi. Ayubu 33:14 na 15. Biblia inasema hivi, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara pili, ajapokuwa mtu hajari. Ili andiko nitalizungumzia sana, kuna vitu vingi sana vya kujifunza hapa kwenye ili andiko la Ayubu 33:14, kwa usilisahau. Nitazungumzia sana hapa, nitakuwa na utete hapa sana. Anasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara pili, ajapokuwa mtu hajali. Mungu hunena mara moja, naam hata mara pili, ajapokuwa mtu hajali. Mstari wa 15, katika ndoto anasema katika ndoto, kwa kuwa Mungu nena mara moja, naam hata mara pili, ajapokuwa mtu hajari. Na katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiriapo watu katika usingizi kitandani. Kwa unaona Biblia inasema ya kwamba Mungu anasema mara kwanza na mara pili, ajapokuwa mtu hajari katika ndoto. Kwa Mungu anaweza akasema na mtu katika ndoto, usingizi mzito unapowajiri watu kitandani. So dream is the language of God. Ndoto ni lugha ya Mungu, na Mungu anasema na watu kupitia ndoto wanapokuwa melala. Na nitakuonesha hapa, na hapa kitu tunakiona hapa, tuna principle of duality in dream. Tuna kanuni ya kujirudia kwa ndoto katika ndoto. Maana yake nini? Nitakuonesha. Kuna maana kama 4 ya ndoto kujirudia zaidi ya mara moja, either ile au yenye maana kama ile, na nitakufundisha ujue nini cha kufanya. Okay, fine. So aina ya kwanza ndoto ni ndoto ya Mungu, na hizi ni aina za ndoto kutegemeana na vyanzo. Aina ya pili ya ndoto ni ndoto za kishetani, demonic dreams, ni ndoto za kishetani. Na hapa taona Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa 1 mpaka 4. Na moja ya malengo ya ndoto za kishetani ni kuleta hofu kwenye moyo wako, ni kuleta kutoamini ndani ya moyo wako, ni kutoa kwenye tumaini, ni kutisha ndani yako. Unaweza kaota ndoto, ukitoka kwenye ile ndoto unashangaa una hofu kupita maelezo. Nitakuonesha. Unatoka kwenye ndoto unashangaa una maumivu ya moyo, unatoka kwenye ndoto umeathirika. Kwa hiyo kuna ndoto za kishetani. Unaota ndoto mbaya za kutisha, unaota unakula nyama za watu, unaota unapaa angani, unaota uko makaburini. Kwa hizi ndoto ambazo vyanzo vyake ni adui shetani, za kuleta vitisho, kuleta mateso, kuharibu nafsi yako na kuingiza mambo yasiyofaa kwenye nafsi yako. Kwa hicho chanzo cha ndoto ni shetani mwenyewe. Lakini aina ya tatu ya ndoto ni ndoto za shughuli nyingi au ndoto za uchovu. Ndoto za shughuli nyingi, hizi ndoto ambazo zinatokana na shughuli nyingi au uchovu au kazi nyingi. My God. Okay, Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3. Kwa kundi la tatu la ndoto ni ndoto ambazo zinatokana na wingi wa shughuli ambazo umekuwa unazifanya, zina reflect kwenye akili yako. Wingi wa shughuli. Kitabu cha Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3. Wingi wa shughuli au kazi. Nisaidie Mhubiri 5:3. Ni aina ya tatu ya ndoto kutegemea na vyanzo, au ni chanzo kingine, ni lango jingine la ndoto kwenye maisha ya mtu, kutegemea na shughuli ambazo mtu amekuwa anazifanya. Kwa hiyo ukashangaa, kwa sababu hiyo basi mtu anapata ndoto. Nikupe mfano mdogo.
unaweza ukashinda unaangalia mpira, afu baadaye ukilala unashangaa tayari uko uwanjani na wewe umekuwa kama Arsenal au Manchester City au Simba na Yanga. Biblia inasema kitabu cha Mhubiri 5:3 anasema hivi, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Anasema kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Kwa pia shughuli, kazi, majukumu yanaweza kusababisha ndoto zikaja kureflect ambacho umeshinda. Mfano mdogo ni kwamba unaweza kashinda shamba unalima na ukalala ukaota tena bado uko shambani. Hiyo ni ndoto ambayo imetokana nini? Imetokana na shughuli za krimu ambazo umekuwa unazifanya. Unaona? Kwa ni ubongo unakuwa unajaribu kurecall juu ya ndoto ambayo umekuwa unaifanya. Na hiyo ndoto kama hiyo haina athari yote kiroho, kwa sababu haiambatani na ukiroho wote. Ni reflection ya matukio ya mchana. Au mtu anashinda angalia zile akina Epimani na akina John Cena, au unaangalia Miereka, au unaangalia akina Jet Li na Bruce Lee wanapigana ngumu, wanafanyaje akina Spider-Man. Ukilala unashangaa na wewe tena unaanza kupiga kama Spider-Man. Ni reflection ya kitu ambacho umekuwa unakiona shughuli. Au umelala fanya mitihani darasani, ukalala kidogo tena na watu uko darasani unafanya mtihani. Kwa inakuwa ni reflection ya kitu ambacho umekuwa unakifanya, na mara nyingi inakuwa haina athari kiroho. Kwa lazima ujue chanzo cha ndoto ni kipi. Nimekwambia viko vyanzo vitatu vya ndoto kutegemeana na ziko aina 3 za ndoto kutegemeana na vyanzo vya ndoto. Aina ya kwanza ni ndoto za kimungu. Hii ndoto inatoka kwa Mungu, inakuwa na specific message kutoka kwa Mungu. Lakini aina ya pili ya ndoto ni kutoka kwa shetani, na hii ya shetani pia adui anakuwa anajaribu kuingiza vitu. Ndoto ni lango. Kuna watu wameingizwa kwenye maagano kupitia ndoto. Kuna watu ambao maisha yao yameharibiwa kupitia ndoto. Ameota kitu na baada ya hapo kawa ni mlango wa adui kuingia kumshambulia. Umeota unaumia, unaamka unakuta kweli umeumia. Umeota vita vieleweki, unashangaa unaamka vitu vinakuwa vimetokea kwako. Nitakupa mfano mingi sana na ndoto na shuhuda nyingi za watu kadhaa wakati unaenda na somo hili. Lakini mwisho ni ndoto ambazo zinatokana na shughuli nyingi au kazi nyingi.